Karibuni sana wapendwa watazamaji wetu mahali popote mnapofuatilia kipindi hiki. Kipindi hewani ni Biblia Yasema, kipindi kinachowajia mara mbili kwa juma, tukijibu maswali kutoka kwa watazamaji na wasikilizaji wetu. Nasi kwa msaada wa Roho Mtakatifu tutatafuta majawabu yake kutoka katika Biblia. Na leo tena tumepokea maswali kadhaa ambayo tunakwenda kuyajibu. Na kabla hatujajibu maswali hayo, hebu tupate kuomba. Mungu wetu mtakatifu, asante kwa wakati huu ambao umetupatia wa kwenda kujifunza maandiko yako matakatifu. Roho wako mtakatifu atujalie hekima ya kuyajibu kwa usahihi maswali yaliyoletwa kutoka kwa watazamaji wetu, ili hao watazamaji waliouliza na wengine wanaofuatilia kipindi hiki wakanufaike na majibu yatakayotolewa. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mimi ninaongea nanyi ni mchungaji Steven Leta, na hivi karibuni tunaenda kusomewa swali la kwanza na mwenzangu ambaye ameshajiandaa tayari. Karibu. Asante. Huyu wa kwanza anauliza, anasema ameolewa kinyume na sheria na utaratibu. Je, Mungu anaweza kumsamehe? Ndugu yetu huyu ametambua ya kwamba amekosea kwa kuolewa kinyume cha utaratibu. Ni kweli kabisa ya kwamba ndoa ina utaratibu, na kwa bahati nzuri utaratibu wa ndoa umeelekezwa katika Biblia, na mtu anapokwenda kinyume na utaratibu huu lazima atajisikia hatia moyoni mwake. Na huyu ndugu yetu amejisikia hatia moyoni mwake, na kwa hiyo anataka kujua kama kosa hilo alilolifanya anaweza kusamehewa. Mungu wetu anasamehe. Yeye ni mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao, pia hata kizazi cha 3 na cha 4. Haya tunasoma kutoka katika kitabu cha Kutoka 34 fungu la 7. Fungu hilo limeainisha tabia ya Mungu ya kusamehe, lakini pia tabia ya Mungu ya kutoliachilia kosa bila kulishughulikia. Kosa linapofanyika, Mungu anao utaratibu wa kulishughulikia, na hapa anadokeza kwamba katika ule utaratibu wa kushughulikia makosa hasa ya aina hii ya muuliza swali, huenda hata kwenye kizazi cha 2 na cha 3, kwa maana kwamba madhara yake yanaweza yakatembea katika vizazi vingi sana. Kwa hiyo umefanya vizuri sana wewe ambaye umegundua umekosea, kutaka kujua nini ufanye ili usije ukapatilizwa kizazi chako cha 2, cha 3 na cha 4 kama maandiko yanavyotuambia. Sasa ingawa hujasema utaratibu na sheria ulizokiuka, lakini ni dhahiri unaishi na mtu bila kufuata utaratibu wa ndoa. Kwa sababu unapoishi na mtu bila kufuata utaratibu wa ndoa, hapo unakuwa umekwenda kinyume cha sheria. Ili usiendelee kuishi na hatia, unachotakiwa ni kurekebisha hali yako hiyo ya ndoa. Sasa unairekebishaje hali hiyo ya ndoa wakati tayari umeshaanza kuishi na mtu nje ya utaratibu wa ndoa? Jambo la kwanza ambalo ni nakushauri ni kwamba kawashirikishe wazazi na viongozi wako wa kiroho pale kanisani, ili wakusaidie kuirasimisha hiyo ndoa. Kuna utaratibu ambao umeandaliwa na kanisa, hasa la Waadventista wa Sabato, kwa sababu ninafahamu vizuri hilo kanisa limeweka utaratibu. Ikiwa mtu hakupata nafasi ya kuingia kwenye ndoa kwa utaratibu ulioelekezwa, basi uko utaratibu wa kurasimisha ndoa, au kwa lugha nyingine rahisi unaitwa utaratibu wa kubariki ndoa. Kwa hiyo ili ufanyiwe huo utaratibu wa kurasimisha ndoa, unatakiwa urejee tena kwa wale wazazi ambao hapo mwanzoni uliwakiuka, na urejee tena kwa wale viongozi wako wa kiroho ambao hapo mwanzoni uliwakiuka. Na hiyo ni kutokana na maandiko matakatifu yanavyotuelekeza. Biblia inasema, kwa hiyo mwanamume
atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Narudia tena. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hiyo ni katika Mwanzo 2:24. Kwa hiyo unapotaka kuoa au unapotaka kuolewa, lazima uwaache wazazi. Na kuacha hapa maana yake uwaage au upate kibali, upate baraka zao. Usiondoke tu wanashangaa huyu mtu ameenda wapi, anakuja kuambiwa ameoa au ameolewa. Biblia inataka uondoke kwa wazazi katika utaratibu ambao wazazi wanaufahamu na hata na jamii husika ya mahali pale. Na kama mwenzi huyo unampenda lakini unatofautiana naye kiimani, basi usimwache. Na haya tunayasoma pia katika Biblia hiyo hiyo. Nasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 fungu la 13, Biblia inasema, na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini na mume huyo anakubali kukaa naye, asimwache mumewe. Mungu anatambua ya kwamba wakati fulani watu wanaingia kwenye ndoa bila kufanya uchaguzi ulio sahihi. Mara nyingi uchaguzi ulio sahihi unamchagua mtu ambaye mnalingana katika imani, mtu ambaye hamtofautiani sana kwa umri, mtu ambaye hamtofautiana sana katika hali za kiuchumi au hali za kielimu na mambo mengine kama hayo yanayoweza kuwa kikwazo mnapoenda kuishi pamoja. Na kwa hiyo wengine kwa bahati mbaya, kwa ile haraka au kwa kukosa mwongozo au maelekezo au kwa kutozingatia maelekezo uliokuwa umepewa na wazazi na viongozi wa kanisa, mtu hujikuta anachukuana na mtu ambaye sio wa imani yake. Sasa inapotokea hivyo, mmekaa pamoja na pengine hata mmezaa watoto, na huyo mtu ambaye sio imani moja na wewe anakubali kukaa na wewe, basi baada ya kurasimisha hiyo ndoa, utaendelea kumsaidia huyo mtu mpaka pale ambapo ataona umuhimu wa kuwa katika imani moja. Lakini isionekane tu kwamba kwa sababu nataka kurasimisha basi unamtupa kwa sababu huyo hakubaliana na imani yangu. Biblia imedokeza ya kwamba kuna watu ambao baada ya kukaa nao kwa muda, wakivutwa na mwenendo wako wa kiroho, huja kubadilika baadaye. Kwa hiyo ningependa kumshauri hivyo huyu binti yangu ya kwamba nenda karasimishe hiyo ndoa yako. Lakini ukigundua ya kwamba hamuendani katika mambo mengi na ya kwamba ulikurupuka na unajutia kufanya hayo maamuzi, basi utaenda kwa viongozi wako wa kanisa, wataona cha kukushauri. Kwa sababu mimi ningeweza kushauri zaidi ya hapo kama ningekuwa najua mazingira ya jinsi ulivyoanguka, lakini kwa kuwa mimi siyajui kuliko hao viongozi wako walio karibu, na kushauri waone hao viongozi wako wa karibu, wazee wa kanisa, wachungaji na kadhalika, na wazazi watakusaidia zaidi. Tupate swali la pili. Naomba kuuliza swali. Hivi ibada ya kusali siku ya jua ilianza lini? Naam, huyu ndugu yetu anataka kujua ibada ya kusali siku ya jua ilianza lini. Sasa kwa wengine wanaweza kujiuliza hiyo ibada ya kusali siku ya jua ni ibada gani? Kwa kadri nilivyomuelewa muuliza swali, siku ya jua anayoitaja yeye hapa ni siku ya Jumapili. Kwa sababu kama hufahamu, historia imetuandikia ya kwamba hii Jumapili ambayo leo kwa lugha ya Kiswahili tunaita Jumapili au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa Sunday, hapo zamani ilikuwa ni siku ya kuabudu Mungu jua. Nyakati hizo za upagani walipokuwa wakiabudu jua kinyume cha maagizo ya Mungu, basi Jumapili ilijipatia huo maarufu, ikawa ni siku ya kumwabudu Mungu jua. Na ndivyo ilivyo hata katika lugha ya Kiingereza imebaki hivyo hivyo kwamba inaitwa Sunday. Unapounganisha ndio unapata Sunday, lakini ukitenganisha ni Sunday, yani siku ya jua. Kwa hiyo
anapotaka kuuliza, anapotaka kujua kwamba ibada ya kusali siku ya jua, yaani Jumapili, ilianza lini, ningependa kukujibu kama ifuatavyo. Ibada ya kusali siku ya jua, yaani Jumapili, ilianza zamani sana, wakati wa Agano la Kale. Tunasoma katika Biblia katika kitabu cha Ezekiel 8 fungu la 16. Biblia inasema hivi: akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana, na tazama, mlangoni pa hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu, walikuwako watu kama 25 wamelipa kisogo hekalu la Bwana, na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Kumbuka, mashariki ndiko tunakotokea jua. Nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki. Huyo ni Ezekieli anarekodi mambo aliyoyashuhudia katika kipindi cha uhai wake, katika kitabu cha Ezekieli 8 fungu la 16, ya kwamba walikuwepo watu wakiabudu jua nyakati hizo za Agano la Kale. Kwa hiyo desturi ya kuabudu jua haikuanza karibuni, imeanza zamani sana, nayo ilikuwa inafanywa na wapagani. Lakini katika mazingira, katika namna ya kutatanisha sana au ya kushangaza sana, Ezekieli aliwashuhudia watu wakifanya ibada hiyo katika nyumba ya ibada ya Mungu. Yaani kati ya Waisraeli walikuwa wameingiliwa na ibada hiyo ya Mungu jua, ya kuabudu jua. Na kwa hiyo manabii wa nyakati hizo walifanya kazi kubwa sana ya kukemea mazoea hayo ya kuabudu jua, lakini bado mazoea hayo yaliendelea. Na wakati kanisa la awali lilipoanza na watu walipokuwa wakijiunga na kanisa la Kikristo, wengi walikuwa wanatokea katika tamaduni hizo za kuabudu Mungu jua. Na kwa hiyo walipoingia katika Ukristo ambako kulikuwa hakuna ibada ya Mungu jua, waliingia na ushawishi wao. Na kupitia ushawishi wao kanisa la Kikristo likapokea utaratibu huo wa kuabudu Mungu jua ambao ulikuwa kinyume kabisa na matarajio ya Mungu au na mpango wa Mungu. Utaratibu ya kuabudu siku ya jua iliingizwa rasmi katika kanisa la Kikristo baada ya tangazo la mtawala wa Kirumi aitwaye Konstantini. Huyu Konstantini ni mtawala maarufu sana. Katika kipindi chake alitoa matamko mengi sana ambayo yalileta maumivu kwa kanisa la Mungu, na ulemavu huo umeendelea mpaka katika kipindi tunachoishi. Moja ya matamko yake yanayokumbukwa sana ni lile alilolitoa Machi 7, 321 alipoagiza ya kwamba Jumapili iwe siku ya mapumziko. Kumbuka ya kwamba kanisa la Kristo tangu Yesu anapopaa kwenda mbinguni ilikuwa likiendelea kuabudu siku ya kwanza ya juma. Siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumamosi. Na waliendelea kufanya hivyo mpaka Konstantino alipokuja kutoa hili agizo, pakawa sasa na siku mbili za kufanya ibada. Jumamosi ambayo ilikuwa ni siku ya 7 ya juma, watu walikuwa wakipumzika na kwenda kumwabudu Mungu. Lakini sasa ikaongezeka na Jumapili, siku ya kwanza ya juma, watu pia wakawa wanapumzika kukumbuka ibada ya Mungu jua, kwa sababu wale wapagani waliweka shinikizo kubwa ya kwamba kutafuta namna ambayo ule utaratibu wao wa kuabudu kule walikokuwa wamezoea utaendelea hata ndani ya kanisa la Kikristo. Lakini basi ikatafutwa sababu ambayo inaweza kuleta ushawishi kwa Wakristo, kwa nini tuifanye Jumapili, siku ya kuabudu jua, kuwa ni siku ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Ndipo pakatafutwa sababu ambazo bado hazina nguvu sana, ya kwamba hiyo siku Yesu ndio aliyofufuka, ambao ni kweli Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, lakini hakutoa agizo lolote kabla ya kufufuka au hata baada ya kufufuka
ya kwamba watu watakuwa wanafanya ibada siku yake ya kufufuka, yaani Jumapili. Na kwa hiyo kwa wakati fulani ibada zote mbili zikawa zinaendelea. Jumamosi watu wanapumzika na inafika Jumapili pia watu wanapumzika, na ikaendelea hivyo kwa muda mrefu. Baadaye wale waliokuwa wakipumzika siku ya Jumamosi namba yao ikaendelea kupungua kwa sababu ya mateso makubwa walikuwa wakiyapata. Nadhani katika vitabu vya historia vimeeleza sana kipindi cha zama za giza ambacho watakatifu, watu waaminifu wa neno la Mungu waliteswa, na moja ya vitu vilivyowagharimu mpaka wakateswa sana ni kujaribu kutetea uhalali wa kuendelea kuwa na siku ya saba ya juma, Jumamosi, kama ibada ya Mwenyezi Mungu, na kupinga waziwazi ya kwamba ingizo la ibada ya Jumapili haliendani na maagizo ya Mungu na linatokana na desturi za kipagani. Kwa kuwa kipindi chetu kinapata majibu ya maswali yake kutoka kwenye Biblia, tunachoweza kusema ni kuwa agizo la kufanya ibada siku ya Jumapili halikutokana na Biblia, bali lilitokana na utashi wa kibinadamu, uchunguzi uliofanyika, na bado nafasi inatolewa kwako wewe kwenda kufanya uchunguzi huo wa kina zaidi. Imeonekana ya kwamba hakuna agizo lolote katika Biblia yote kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo linaloagiza wanadamu waifanye siku ya kwanza ya juma kuwa siku ya kumwabudu Mungu wa mbinguni. Na kwa sababu hakuna agizo lolote la Biblia, watu waaminifu wa Mungu huwa wanafuata kile Mungu alichoagiza, na kwa hiyo wanaachana kabisa kufuata desturi ya kipagani ambayo imeingizwa katika Ukristo bila kuwa na sababu zinazoshawishi. Na Yesu anaionaje hiyo hali ya kuacha maagizo yake, au hiyo hali ya kuongeza maagizo mengine ambayo hayapatikani kokote katika Biblia? Yesu anailalamikia sana hali hiyo akisema, nao wanaabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Lakini taratibu za kuabudu siku ya jua iliingizwa rasmi katika kanisa la Kikristo baada ya tangazo la mtawala wa Kirumi aitwaye Konstantino, ambalo alilitoa Machi 7 mwaka 321, akiifanya Jumapili au siku ya kwanza ya juma kuwa siku ya kupumzika. Hayo ndio maelezo pekee tunayoyapata katika vitabu vya kihistoria. Kwa nini kumekuwepo na siku ya ibada ya Jumapili na chimbuko lake ni nini hasa? Chimbuko lake ulipati kabisa kwenye maandiko matakatifu, lakini unapata katika maandiko ya kihistoria, na mtu aliyehusika sana kabisa katika kuimarisha hiyo siku ni huyu anaitwa mtawala wa Kirumi Konstantino. Na kuanzia wakati huo Jumapili ikawa imepata umaarufu mkubwa sana, watu wakipumzika katika siku hiyo na wakifanya ibada pia katika siku hiyo hiyo. Na baadaye ikaonekana kwamba hiyo siku ya Jumapili iko na uzito sawa tu na Jumamosi, lakini maandiko matakatifu hayasemi hivyo. Kwa kuwa kipindi chetu kinapata majibu ya maswali yake kutoka kwenye Biblia peke yake, kama unavyoelewa kipindi kinaitwa Biblia yasema, tunachoweza kusema ni kuwa agizo la kufanya ibada ya siku ya Jumapili halikutokana na Biblia, bali limetokana na utashi wa kibinadamu. Kwa hiyo katika Biblia yote unapoisoma hupati maelezo yote kwamba watu wanatakiwa wapumzike siku ya Jumapili au wafanye ibada siku ya Jumapili. Kwa asili hiyo siku ya Jumapili ilikuwa siku ya kuabudu Mungu jua. Yesu analalamikia sana hali hiyo ya kuacha maagizo ya Mungu ya kutunza Sabato, sababu agizo la utunzaji wa Sabato lipo kwenye amri 10 za Mungu na lipo ndani ya Biblia. Yesu anasema nini? Anasema, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Marko 7 fungu la 7 hadi la 8. Anaambia nini? Hao Wayahudi walikuwa wameacha amri za Mungu wakachukua mapokeo ya kibinadamu, lakini kizazi tunachoishi kinafanya kosa lile lile.
tunaacha maagizo yaliyo wazi kabisa ya Mungu. Mungu amesema kwamba ikumbuke siku ya Sabato itakase. Agizo hilo liko ndani ya amri. Tumeiacha hiyo amri kama inavyoeleza, tumeenda kusema kishike kitakatifu siku ya Bwana, au shika siku ya Dominika, au siku ya kwanza ya juma, kwa sababu Yesu ndio aliofufuka, na maelezo mengine kama hayo. Hayo maelezo hata kama yakipambwa kwa wingi kiasi gani, bado ni mapokeo ya wanadamu, lakini mafundisho yaliyo wazi kabisa, yaliyonyoka, yanapatikana kwenye amri 10 za Mungu, naye inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Tutaenda kuangalia swali linalofuata. Nahitaji kufahamu ni chakula gani halali cha kuliwa kwa mujibu wa neno la Mungu, maana kuna watu wanasema kila kitu si halali. Naam, huyu mwenzetu amekutana na watu wanaomwambia kila kitu ni halali, unaweza ukala, na mimi nimewahi kukutana na watu wa namna hiyo. Wanasema kwamba haya mambo ya kukataza watu kula chakula, haya ni mambo ambayo wala Mungu mwenyewe hahangaiki nayo sana. Yaani wewe kama binadamu umepewa akili, unaweza kuchagua unakula nini na unaacha nini, lakini sio mambo ya kuanza kupeana mipaka kwamba hiki ule, hiki usile na kadhalika na kadhalika. Kuna umuhimu wa kujua chakula tunachopaswa kula na kile tusichopaswa kula, kwa sababu Mungu asingeweza kutuumba bila kutuwekea utaratibu wa namna tunavyoweza kuendeleza huu mwili. Unajua chakula ndicho kinachojenga au kuubomoa mwili, na unapochukua tu chakula chochote, hata viumbe wengine ukiwaangalia wanachagua, hata kuku hawezi kula kile unachomtupia, mbwa vile vile, na wanyama wengine na kadhalika, kwa sababu kuna namna fulani kwenye hisia zao kumetengenezwa mekanizmu fulani ya kuwasaidia kujua kwamba hicho sio chakula, hiki ni chakula. Itakuwaje kwa mwanadamu ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu? Sisi tunaamini kabisa kwamba Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili ya mwanadamu. Mungu alipokamilisha kuumba ulimwengu, alitoa orodha ya chakula ambacho mwanadamu amepangiwa kukitumia. Katika orodha hiyo ya kwanza hapakuwepo wanyama kabisa. Mungu akasema, tunasoma katika kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Maana yake ni kwamba hapa ametoa mche utoao mbegu, lakini ametoa pia na matunda. Hiyo ni orodha. Mungu uwe makini sana Mungu anapozungumza ambao matunda yake yana mbegu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani. Mungu ametoa tamko ya kwamba hivi ndivyo vitakuwa vyakula, na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Nasoma katika kitabu cha Mwanzo 1:29 hadi 30. Sasa hiyo kauli ya kwamba kila mmoja ajichagulie tu atakachokula inatoka wapi? Ya kwamba wewe kula tu chochote kile mradi hakikudhuru, inatoka wapi? Kumbe Mungu aliweka utaratibu wa vyakula ambavyo mwanadamu anatakiwa kuvitumia, na ni muhimu kabisa kuzingatia ule utaratibu, kwa sababu tusipozingatia ule utaratibu wa vyakula tunavyotakiwa kula na vyakula tusivyotakiwa kula, tunaweza kujikuta kwenye matatizo makubwa sana ya kiafya na hata hali kadhalika ya kiroho vile vile, kwa sababu kuna baadhi ya vyakula ambavyo Mungu alipozuia tusivitumie vinatudhuru kimwili na vinatudhuru pia kiroho. Kwa mfano, kunywa pombe. Kunywa pombe unadhuru afya yako, lakini unadhuru hali yako ya kiroho. Utakuwa unaongea mambo ya ajabu na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tusichukulie tu kwamba Mungu anataka kutunyima uhuru au anataka kutuyafanya maisha yetu yawe magumu sana anapotuwekea mipaka katika vyakula tunavyotakiwa kula. Baada ya dhambi, baada ya anguko la dhambi pale bustani ya Edeni, orodha ya vyakula ikaongezeka. Ikawepo mboga za majani na wanyama. Na Mungu alitoa agizo gani pale baada ya Adamu na Eva kuwa wametenda dhambi?
Akasema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote, bali nyama pamoja na uhai, yaani damu yake, msile. Pakaongezwa matumizi ya nyama na pakaongezwa matumizi ya mboga. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini mboga na nyama vilikuja baadaye baada ya dhambi. Unajua kabisa kwamba mboga kazi yake ni kukinga mwili. Tulisoma tulipokuwa shule ya kwamba kazi moja wapo ya mboga na matunda ni kukinga mwili. Sasa huu mwili umekutana na dhambi, huu mwili umeanza kuathirika, na hawa wanadamu wa kwanza wawili washafukuzwa bustani ya Edeni. Kwa hiyo Mungu kwa hekima yake akaona tutumie sasa mboga kama dawa ya kukinga au ya kutusaidia kupambana na maradhi, kwa sababu tena maradhi yamefunguliwa njia, wanadamu akawa wanakabiliwa na maradhi. Lakini kwa upande wa pili, Mungu aliangalia kwamba wanadamu hawa wakiendelea kuishi katika maisha haya kwa muda mrefu sana. Kumbuka kwamba wale waliozaliwa miaka ya mwanzo kabisa, yani wale vile vizazi vya kwanza vya Adamu waliishi miaka mingi sana. Metusela kwa mfano aliishi miaka 969 kama sikosei. Alikuwa na karibia miaka 1000. Sasa mtu anaishi miaka 1000 katika hali ya mateso, katika hali ya maumivu, Mungu akaingiza matumizi ya nyama. Nyama, wanasayansi wamegundua kwamba wanadamu walipoanza kutumia nyama ilifupisha sana maisha yao ya kuishi, na hata wanyama wanaotumia nyama kama simba wana muda mfupi sana wa kuishi ukilinganisha na wanyama wale wengine wanaotumia majani. Kwa hiyo vyakula vikaongezeka, tukawa tumepewa nyama ili kufupisha maisha yetu, tukawa tumepewa mboga ili tusaidia kupambana na maradhi. Katika hatua hii waliagizwa kujiepusha na damu ya wanyama katika matumizi ya wanyama. Moja ya vitu ambavyo mpaka leo bado Mungu anaendelea kusisitiza na wataalamu wetu wa afya wanaendelea kusisitiza kwamba pamoja na kwamba Mungu ameruhusu matumizi ya nyama, lakini kwa kadri itakavyowezekana tujiepushe vitu viwili: mafuta ya hao wanyama, lakini pia tujiepushe na damu yenyewe ya hao wanyama. Kama ukiweza kuiosha nyama yako na kuondosha damu na kuepuka na kuondosha maeneo yale yenye mafuta, utakuwa unaitendea haki mwili wako, kwa sababu hivyo vitu viwili vina madhara katika afya yako. Baadaye maagizo zaidi yakatolewa ya wanyama, ndege, samaki na wanyama watambaao wanaofaa kuliwa. Kwa Mungu akaandaa orodha ya wale wanyama wenye miguu minne ni nani wanatakiwa waliwe, katika wale wanaoishi majini ni nani wanatakiwa waliwe, katika wale wanaotambaa ardhini ni nani wanatakiwa kuliwa, hata wale wanaoruka angani ni nani wanaotakiwa kuliwa. Kwa sababu kwa Mungu nyama hazifanani. Ingawaje kwa macho unaweza kuziona kwamba hii nyama hii ya mbwa na ya binadamu na ya ng'ombe, ukiangalia kwa macho ni nyama zile zile, lakini hizo nyama ziko tofauti, kwa sababu kila kiumbe hapo aliumbwa kwa makusudi maalum. Kuna viumbe ambao waliumbwa wasitumike kama nyama, kwa sababu wakitumika kama nyama kuna madhara ambayo mwanadamu atayapata. Kwa hiyo baada ya kuruhusu ulaji wa nyama, Mungu alielekeza wanyama wanaotakiwa kuliwa. Hapa tutasoma kidogo maelezo hayo katika kitabu cha Walawi 11 fungu la 46 hadi 47. Sura nzima ya kitabu cha Walawi ukisoma na sura nzima ya kitabu cha Kumbukumbu la Torati 14 inaelezea kwa kina ni aina gani kati ya wale wanyama watambaao, walioko majini, wanaoruka angani na wanaotembea kwa miguu minne ambao Mungu aliruhusu waingizwe katika orodha ya vitu vinavyotakiwa kuliwa na wanadamu. Na katika kuhitimisha katika hicho kitabu cha Walawi 11, huyu mwandishi wa kitabu cha Walawi anasema maneno yafuatayo: hii ndiyo sheria katika hao wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi, ili kupambanua kati ya hao walio najisi na hao walio safi,
na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi. Kwa hiyo si swala la kuchukua tu wanyama wote kwa sababu Mungu ameruhusu tule nyama. Hapana, katika kuruhusu kula nyama kuna maelekezo yaliyotolewa na ni muhimu kuyazingatia yale maelekezo, kwa sababu yana lengo la kutuepusha madhara fulani ya kiafya, kiakili na kiroho katika kutumia hao wanyama. Katika orodha kamili ya viumbe wafaa kuliwa ipo kwenye sura ya 14 kama nilivyosema, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na sura ya 11 ya kitabu cha Walawi. Lakini Mtume Paulo anatudokezea kitu fulani hapa, kwa sababu kuna baadhi ya watu wamedai kwamba unapotupeleka kwenye mambo ya Walawi na mambo ya Kumbukumbu la Torati unatupeleka kwenye Agano la Kale ambayo ilishapitwa. Sisi hatuko huko, sisi tuko Agano Jipya. Sisi tunamshangilia Kristo ambaye kwa kufa kwake msalabani alituacha huru na hayo maagizo na makatazo ya Torati. Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 fungu la 12 anasema, vitu vyote ni halali kwangu lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Vitu vyote ni halali, wala hilo halina maswali. Wale wanyama Biblia ambayo imesema kwamba wasiliwe, na wale ndege na wale viumbe walioko majini wanaosema kwamba wasiliwe, sio kwamba wenyewe ni wabaya. Wangekuwa wabaya Mungu asingewaumba. Ni wazuri kwa hayo makusudi ambayo Mungu aliwaumbia. Na makusudi ya Mungu ya kuwaumba viumbe sio kuliwa tu. Kwa mfano, kwani mwanadamu aliumbwa ili aliwe? Mbona aliumbwa? Aliumbwa kwa sababu kuna jambo ambalo alikuwa anatarajia huyo mwanadamu alitekeleze. Na hapo nyumbani kuna mifugo mbalimbali, kuna mbwa, kuna paka, Kwa nini tunabagua inapokuja kwenye swala la kutafuta kitoweo? Hatuchinji huyo mbwa au paka wakati hao wote pia ni wanyama. Sababu ni hii inayotolewa na Paulo ya kwamba vitu vyote ni halali kwangu lakini si vitu vifaavyo. Kwa hiyo hii kanuni tuongoze katika kuchagua vyakula vinavyofaa kuliwa. Na kanuni nyingine ametaja Paulo huyo katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 fungu la 23 inayosema, vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali bali si vitu vyote vijengavyo. Kwa hiyo chukua huo ushauri, acha kula vyakula vilivyokatazwa na Mungu. Tumia vile vyakula vilivyoruhusiwa na Mungu ambavyo ni vingi sana. Kuna ng'ombe, kuna swala, kuna mbuzi, kuna kuku. Yaani orodha ni kubwa tu. Huwezi ukala wote au wakaisha ili upate sababu ya kusema kwamba ninakula fisi kwa sababu ng'ombe wameisha, mbuzi wameisha. Bado unao uwezo wa kuendelea kula vyakula vilivyoruhusiwa. Twende tusikilize swali linalofuata. Swali, je, kwa nini wengine leo tunasali Jumapili? Ni kweli muuliza swali anachosema ni kwamba Biblia imeagiza tusali siku ya Sabato kwa sababu Mungu mwenyewe alipumzika siku ya saba na akawaagiza wanadamu wote wapumzike siku hiyo ya saba. Katika kitabu cha Mwanzo ametoa agizo hilo, na katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 8 amerudia tena agizo hilo. Yesu mwenyewe alipokuja hapa duniani, Biblia inatuambia kwamba desturi yake ilikuwa ni kwenda siku ya Sabato na kuabudu. Na kabla hajaondoka alitoa usia ya kwamba ombeni ya kwamba kukimbia kwenu kusiwe siku ya Sabato wala wakati wa baridi. Na bado Isaya anatuambia kule mbinguni itakuwa mwezi mpya na Sabato hadi Sabato wanadamu wote watakusanyika mbele za Mungu. Kwa hiyo hakuna ubishi wala utata ya kwamba siku ya Sabato, siku ya Jumamosi ndio siku ya saba ya juma ambayo Mungu aliwaagiza wanadamu wote wapumzike na kumwabudu. Lakini sasa mpenzi mtazamaji wetu anasumbuliwa na jambo moja kwamba kwa nini wengine leo
tunasali au wanasali Jumapili? Sababu inayofanya wengine kusali Jumapili wakati Biblia imeagiza kusali Jumamosi, kwa namna nilivyofanya uchunguzi wangu, ni ile taratibu ya kufuata mafundisho ya wanadamu na kupuuza maagizo ya Mungu. Wako wanaofanya hivyo, yaani wanaosali Jumapili kwa sababu wamechagua kufuata maagizo ya wanadamu. Wanajua kabisa kwamba Jumapili ni maagizo ya wanadamu waliokaa wakashauriana wakaipendekeza, na wala hakuna mahali popote kwenye Biblia inayoonyesha kwamba Mungu aliridhia na hicho kilichofanyika, na wameamua tu kwamba basi hata kama ni wanadamu, sisi tunafuata hao wanadamu. Hao wapo, lakini pia hapawezi kukosekana wale ambao hawajui ya kwamba Jumapili imeagizwa tu na wanadamu. Wao wanaamini kwamba hiyo wameikuta hivyo watu wakiabudu, wanaamini kwamba wanawao kwa kuendelea kuiabudu na kuitunza na kuiheshimu watakuwa wanamheshimu Mungu wa mbinguni. Hao nao pia wapo. Kwa hiyo sababu inayofanya watu kufuata kitu ambacho hakikuagizwa na Mungu, mara nyingi sababu huwa zinakuwa nyingi, na wanaozijua vizuri hizo sababu kwa kweli ni hao hao wao wenyewe waliochagua kufuata kitu ambacho Mwenyezi Mungu hajakichagua. Lakini pia kwa faida yetu sote, tutajaribu kuangalia mafungu ambayo Mungu ameweka msisitizo sana ya kwamba wanadamu waikumbuke na kuitunza siku ya Sabato, na kwamba wasifuate mapokeo ya wanadamu. Katika kitabu cha Marko sura ya 6, kitabu cha Marko 7 na fungu lile la 6 hadi la 9, huyu ni Yesu mwenyewe alikuwa anaongea. Yesu akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Wakati Yesu anaposema vema kwa mtu ambaye amekiuka utaratibu aliouweka, usidhani ya kwamba anampongeza. Hapo Yesu anaonyesha masikitiko yake. Kwanza anaheshimu ule uhuru ambao Yesu mwenyewe ndiye amewapatia wanadamu wachague ama kumtii Mungu ama kumtii mwanadamu. Na unapomtii mwanadamu umemtii shetani, kwa sababu adui wa Mungu ni shetani. Yeye huwatumia tu hao wanadamu kama maajenti wake. Yesu anatambua kwamba wanadamu wamechagua kupokea mafundisho au mapokeo ya wanadamu, yaani utaratibu uliotungwa na wanadamu, na kuachana na utaratibu uliotungwa na Mungu. Anasema vema, mnafanya vizuri tu, mnatumia uhuru wenu, lakini wewe hebu piga picha. Alikuwa amefurahia jambo hilo? Jibu ni kwamba la, hakuwa amefurahia. Kwa hiyo ni hali hiyo hiyo alionayo hata leo anapowaona watu wakiiheshimu siku ambayo unapoifuatilia waanzilishi wake, waasisi wake ni wanadamu, na ya kwamba haina baraka za Mungu mahali popote. Hapaonekani mahali ambapo Mungu aliafikiana na kile wanadamu walichokipendekeza, isipokuwa ukweli ni kuwa hiyo siku ambayo wanadamu waliibuni imepokelewa vizuri sana na wanadamu katika ulimwengu wote, na sasa imekuwa maarufu kuliko hata ile siku ambayo imewekwa na Mungu mwenyewe. Lakini bado hiyo haielezi ya kwamba, haimaanishi ya kwamba wanaoiabudu siku hiyo hawajakosea. Wamekosea, tena wamekosea sana, kwa sababu wameamua kuheshimu maagizo ya wanadamu. Je,
Yesu yeye alifuata huo utaratibu wa kuheshimu maagizo ya wanadamu na kuacha maagizo ya Mungu. Katika kitabu cha Luka 4 fungu la 16 tunasoma, akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Desturi, unaposikia mtu anakuambia neno desturi, yani ni utaratibu usiobadilika. Yesu alikuwa na utaratibu usiobadilika wa kwenda kuabudu kanisani au kwenye sinagogi inapofika siku ya Sabato, siku ya 7 ya juma, yani Jumamosi. Kama ulikuwa unataka kumpata Yesu siku za Jumamosi, basi ukifika kwenye sinagogi una uhakika wa kukutana naye, kwa sababu hakuna Jumamosi inayomkuta akiwa nje ya kanisa. Alikuwa anafanya hivyo kwa sababu Biblia ilikuwa imeagiza kwamba ikumbuke siku ya Sabato uitakase, na yeye alijiita kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato. Kwa hiyo kama yeye ndiye muasisi au ndiye bosi wa Sabato, usingemtegemea umkute anaishabikia au anaishadadia siku iliyoanzishwa na mwanadamu kwa matakwa yake tu na sababu zake, au ile ambayo ilichochewa na adui ambaye ni Shetani. Unajua, kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa ukifahamu wewe mtazamaji, ya kwamba Mungu anapoanzisha jambo fulani akawaagiza watu wake walifuate. Anapotokea kiumbe mwingine akaanzisha kitu kingine, akawavuta watu wakifuate hicho kingine alichokianzisha na kukipuuza kile kilichoagizwa na Mungu, huyo anaitwa muasi, huyo ni mkorofi, huyo anataka kujipima ubavu na Mungu. Ni sawa sawa hata nyumbani, umetoa agizo kwamba siku fulani tuende shambani. Wewe kama baba wa nyumba, anatokea mtoto katika watoto wako anawaambia hapana, tusiende hiyo siku, tuende siku nyingine, na wanamtii. Huyo mtoto ni muasi, yaani anataka kukugombanisha wewe na watoto wako, na ndicho kilichotokea. Swala hili la ibada lisichukuliwe kwamba ni jambo rahisi tu la kawaida, kwamba watu waliamua kufanya ibada siku ya Jumapili. Kwa hiyo kuna shida gani jamani mpaka tugombane? Si wanaotaka kwenda Jumamosi waende, wanaotaka kwenda Jumapili waende? Hapana, haiko hivyo, haiko. Kama ingekuwa iko hivyo, Yesu asingelalamika, na wala Yesu asingekuja hapa duniani akaweka mfano kwa yeye mwenyewe kuabudu siku ya Jumamosi. Na fungu jingine tunalipata katika kitabu cha Marko 1 fungu la 21 hadi 22. Biblia inasema, wakashika njia mpaka Kapernaumu, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Hii ni Sabato nyingine tofauti na ile aliyokuwa kijijini kwake Nazareti, ile ya tuliotoka kuisoma. Hebu tuone na mitume wa Yesu ilikuwaje. Hata mitume wa Yesu hawakuwa na siku nyingine ya kusali zaidi ya Jumamosi. Katika Matendo 17 fungu la 2 tunasoma, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake. Hapa neno desturi limerudiwa. Maana yake ni nini? Na Paulo kama ilivyokuwa utaratibu wake usiobadilika, akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Yaani Sabato hii anakutana na watu, wanafanya mdahalo, wanamaliza au wanaahirisha, wanakubaliana tukutane Sabato inayofuata. Walikuwa wanakutana kila Sabato. Katikati hapo wanaendelea na shughuli zao kama Biblia ilivyoagiza kwamba siku 6 fanya kazi, lakini ikifika siku ya 7 watu wanakaa kanisani, wanajadili neno la Mungu. Hao ni mitume wa Yesu. Tena Paulo aliyeandika nyaraka nyingi sana katika kitabu katika Agano Jipya, na ambaye anakubalika sana na madhehebu nyingi zinazoabudu siku ya Jumapili. Paulo huyo alitunza Sabato, maana alitaka kufuata agizo la Mungu na sio kufuata maagizo ya wanadamu. Matendo 13 fungu la 14 hadi 15 tunasoma, lakini wao wakatoka Perge, wakapita kati ya nchi, wakafika Antiokia, mji wa Pisidia. Wakaingia katika sinagogi siku ya Sabato, wakaketi.
Kisha baada ya kusoma Torati na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuambia, ndugu, kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni. Paulo huyo katika safari zake za utume alikuwa anazingatia kwamba ratiba yake imkute siku ya Sabato, siku ya Jumamosi, akiwa kanisani anaabudu na wenzake, anafundisha neno la Mungu. Ulikuwa ni utaratibu wake usiobadilika, ulikuwa ni desturi yake, kama ilivyokuwa desturi ya bosi wake Yesu, kwamba kila siku ya Sabato alikuwa akienda kanisani kusali. Sasa unajiuliza, wale ambao wanajinasibu kwamba ni marafiki wakubwa sana wa Yesu leo wanafanya hivyo hivyo kama alivyokuwa akifanya? Je, wanakwenda kusali siku ya Sabato kama ilivyokuwa desturi ya Yesu, kama ilivyokuwa desturi ya Paulo? Na kama hiyo desturi ya Yesu na ya Paulo wameiacha, ni wameacha kwa agizo la nani? La wanadamu au agizo la Mungu? Haya ni maswali muhimu sana ya kujiuliza. Katika kitabu cha Matendo 16 fungu la 13 tunasoma, hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango tukaenda kando ya mto, ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali, tukaketi tukasema na wanawake waliokutana pale. Paulo bado anaendelea kukutana siku za Sabato, haachi ile desturi kwa sababu ni agizo la Mungu. Mungu alikusudia agizo la kuabudu siku ya Sabato ambayo ni Jumamosi liwe la kudumu na linalowahusu wanadamu wote kuanzia hapa duniani hadi mbinguni. Huo ndio mpango wa Mungu. Sabato iwe ni siku ya ibada kwa wanadamu wote, wa makabila yote, wa vizazi vyote, na inaingiza hata wale wanaoishi kule mbinguni. Huo ndio mpango wa Mungu wa Sabato. Lakini kwa masikitiko makubwa, huo mpango umehujumiwa vibaya. Yaani katika mpango wa Mungu uliohujumiwa vibaya, Sabato ni mojawapo. Imepopolewa, thamani yake na umuhimu wake umeshushwa sana. Inaonekana ni kama watu fulani tu wanaotafuta kujipendekeza ndio wanaoendelea kuitunza Sabato, wakati ambapo ni maagizo dhahiri kabisa ya wazi wazi yaliyoko ndani ya maandiko matakatifu. Wapo wanaopotosha kuwa Sabato ilihusu Wayahudi na haikukusudiwa iwe kwa wanadamu wote. Huo ni upotoshaji. Hoja hii si ya kweli, kwa sababu Sabato ilikuwepo hata kabla ya kuwepo kwa taifa la Wayahudi. Wayahudi walikuja kutokea baadaye sana. Unajua Wayahudi ni zao la Ibrahimu, na mnafahamu kwamba Ibrahimu aliitwa na Mungu kutoka Mesopotamia, akaja akaonyeshwa maeneo ya Kanaani, na kutoka kwa Ibrahimu pakazaliwa Isaka, baadaye Yakobo na makabila yale 12. Baadaye ndio akaja kupatikana hao Wayahudi. Wao walipokea maagizo ya Musa. Sasa Musa alionyeshwa kwa amri zilizotoka pale mlimani. Amri ya 4 iliwaagiza watunze siku ya Sabato. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao walikuwa waaminifu kabisa katika utunzaji wa Sabato ni Wayahudi, wala hilo halina mashaka yoyote. Lakini hiyo haimaanishi kwamba Mungu aliwakusudia Wayahudi peke yake ndio waitunze Sabato. Waliokuwepo kabla ya Wayahudi walitunza Sabato, na hawa wanaoishi baada ya Wayahudi, wakiwepo mimi hapa ninayeongea na wewe na Watanzania wengine na Wanyarwanda na Wakenya, wanaotunza Sabato wanatunza kwa sababu ni agizo la Mungu kwamba watunze. Kwa hiyo madai ya kwamba Sabato ililenga Wayahudi sio la kweli. Katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 1 hadi la 3 tunasoma maneno yafuatayo: basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.
Hapa tunaletwa kwenye juma la kwanza la uumbaji. Biblia inatuambia baada ya Mungu kukamilisha kuumba hii dunia yetu kwa muda wa siku 6, akiwa ameweka maji, viumbe, miti, mimea na kila kitu mahali pake, ilipofika siku ya 7 ya juma alipumzika, akastarehe, lakini akafanya kitu kinachoitwa kubariki na kutakasa. Kwa hiyo unapozihesabu siku za juma, ukipata ile siku ya 7, hiyo siku ilibarikiwa, hiyo siku ilitakaswa. Na kubarikiwa na kutakaswa maana yake ni nini? Ilitengwa kwa makusudi maalumu. Ndio maana katika amri ile iliyotolewa kule kwenye Kutoka 20 fungu la 8 na kuendelea, inasema ikumbuke siku ya 7, ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 utende mambo yako yote. Kwa maana ya kwamba Mungu amegawa 6 ni za wanadamu wafanye wanachotaka, ya 7 ni ya Mungu, unafanya kile Mungu anachotaka. Period. Yaani iko simple tu. Yale unayoyataka unayafanya katika siku 6 za mwanzo za juma, yaani siku ya kwanza, ya pili mpaka ya 6. Siku ya 7 unafanya yale Mungu anayoyataka, na hakuna ubishi, kwa sababu hayo Mungu anayoyataka kwa hiyo siku ya 7 ni ya kutuletea sisi baraka. Mungu anataka apate muda wa kutosha na wewe katika hiyo siku, katika hiyo masaa 24, kwa sababu anajua unahitaji kupata ushauri kutoka kwake. Anajua kwamba unahitaji kufanyiwa marekebisho fulani ya mambo ambayo hayaendi vizuri. Hata gari baada ya muda fulani inafanyiwa service, na wako watu makini sana katika kuifanyia gari yao service. Hawavushi ule muda ulioelekezwa kwamba baada ya kilomita kadhaa uipeleke gereji ifanyiwe service, unabadilisha oil, unabadilisha hiki, unacheck hivi. Na hiyo ndio namna ya kufanya hiyo gari idumu. Vipi Mungu asifanye utaratibu wa kuhakikisha kwamba wewe unafanyiwa service kila baada ya muda fulani, na huo muda fulani sio mrefu, baada tu ya siku 6 Mungu anataka kufanyia service? Kwa nini iwe jambo baya sana hilo mpaka uanze kugombana na Mungu kwa kufuata maelekezo yaliyotolewa na wanadamu wenzako ambao wana akili kama ya kwako, walioumbwa kama wewe ulivyoumbwa, na ambao hawana mamlaka yoyote juu ya mwanadamu wenzao? Yesu anathibitisha kuwa Sabato haikufanyika kwa ajili ya Wayahudi peke yake. Katika kitabu cha Marko 2 fungu la 27, Biblia inasema, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Sasa kama Yesu anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, huyo mwingine anayetuambia Sabato ilifanyika kwa ajili ya Wayahudi anayatoa wapi hayo maneno? Ina maana anapingana na Yesu. Kwa hiyo Yesu ametuthibitishia kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya wanadamu. Biblia inakanusha dhana kuwa Sabato iliishia msalabani, kwa sababu katika kitabu cha Isaya 66 fungu la 22 hadi 23 tunasoma kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazofanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na Sabato hata Sabato. Wanadamu wote, sio Wayahudi tu, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Kwa hiyo Sabato ni ya wanadamu wote. Sabato ni ya kudumu, hata mbinguni itakuwepo. Mungu alitangua tangu mapema kuwa kungekuwepo jaribio la kuifuta Sabato kwenye akili za wanadamu. Ndio sababu alitoa angalizo. Katika amri 10 zile, hakuna amri ambayo Mungu ameanza kwa kusema ikumbuke. Haipo, iko moja tu. Kutoka 20 fungu la 8, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Hiki kilichofanyika hiki hakikufanyika kana kwamba Mungu alikuwa ameenda usingizini au amesafiri. Mungu alikiona kabla hakijatokea kwamba kuna watundu watakuja kuivuruga Sabato. Akaweka angalizo pale pale kwamba ikumbuke, lakini pamoja na kukumbushwa hivyo, kwa bahati mbaya sana wanadamu hawajakumbuka.
Mungu aliona jaribio la kubadili sheria yake, na hasa zile zinazohusu ibada tangu zamani kabla halijatokea. Katika kitabu cha Danieli 7 fungu la 25 Biblia inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye huyo anasema naye ni Shetani. Naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Sheria iliyobadilishwa kama Mungu alivyokuwa ametabiri ni sheria ya 4 au amri ya 4 inayoagiza kutunza Sabato. Matayarisho ya jaribio hili yalikuwa katika hatua za mwisho kabisa nyakati za Paulo. Paulo alidokezea kuwepo kwa hilo jaribio likiwa linakuja mbele. Katika kitabu cha Matendo 20:29 hadi 30 inasema, najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi tena katika ninyi wenyewe. Maana waliozua kuivuruga Sabato na kuibua siku nyingine ya wanadamu sio wapagani au watu wa madhehebu nyingine, ni Wakristo wenyewe. Anasema katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotofu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Na wamefanikiwa sana, watu wengi wamefuata mapokeo hayo ya kibinadamu, lakini ilikuwa imetabiriwa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji wangu, ninapenda uifuatilie Sabato iliyotolewa na Mungu ambayo Yesu alishika alipokuja hapa duniani, ambayo watakatifu watakaokolewa wataitunza kule juu mbinguni. Basi ninawashukuruni sana wale ambao wamefuatilia kipindi hiki. Tumefika mwisho wa kipindi chetu. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Na sasa tunapokwenda kufunga kipindi chetu, hebu tupate kuomba. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa ambayo umetupatia leo. Tumejifunza mambo kadhaa ya kutusaidia. Hebu haya mambo yakawe msaada kwa mtazamaji na msikilizaji wangu, yamsaidie kujiandaa kwa ajili ya ukombozi unaokuja hivi karibuni. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.